Hebu fikiria unaota ndoto ya mazishi yako mwenyewe. Kisha siku 3 baadaye tukio hilo linatokea kweli kama ulivyoliona. Hii ndio siri nzito ya Rais Abraham Lincoln ambaye aliona jeneza lake ndani ya ikulu siku chache tu kabla ya kuuawa. Inasemekana kwenye historia mbalimbali za wajuzi wa mambo kuwa siku chache kabla ya kifo cha Abraham Lincoln alikuwa na ndoto ya ajabu na ya kutisha ambayo alimsimulia mke wake Mary Todd na marafiki zake wachache. Katika ndoto hiyo, Lincoln alisimulia kuwa alisikia sauti za watu wakilia kwa uchungu ndani ya ikulu ya White House. Alianza kutembea kutoka chumba kimoja kwenda kingine kutafuta chanzo cha sauti hizo, lakini kila chumba alichoingia alikuta hakuna mtu, ingawa vilio viliendelea kusikika kwa kasi. Alipofika katika chumba cha East Room, alikutana na kitu kilichomshtua zaidi. Aliona jeneza likiwa limewekwa juu ya jukwaa na kulindwa na askari. Kulikuwa na umati mkubwa wa watu ukiwa na huzuni, wengine wakiwa wamefunika nyuso zao wakilia. Alimuuliza mmoja wa askari, ni nani aliyekufa hapa ikulu? Askari yule alimjibu, ni rais, ameuawa kwa kupigwa risasi. Lincoln alishtuka kwenye ndoto baada ya jibu hilo. Ingawa yeye hakuwahi kuwa mtu wa kuamini sana mambo ya witchcrafts, ndoto hiyo ilimfanya awe na wasiwasi mwingi. Cha ajabu ni kwamba siku chache baadaye, yani Aprili 14 mwaka 1865, kweli alipigwa risasi na kufariki. Mwili wake uliwekwa ndani ya jeneza katika chumba kile kile cha East Room alichokiona kwenye ndoto, na mazingira yalikuwa kama alivyoota. Abraham Lincoln alizaliwa Februari 12 mwaka 1809 huko Kentucky. Maisha yake yalianza kwa maskini uliokithiri. Hakupata elimu rasmi ya darasani. Badala yake alijifunza kusoma na kuandika kwa kutumia vitabu alivyokuwa akiomba kwa majirani. Kabla ya kuwa rais, alifanya kazi za kupasua mbao, kuendesha mashua na hatimaye akawa mwanasheria kwa kujisomea mwenyewe. Mwaka 1861 Lincoln alichaguliwa kuwa rais wa 16 wa Marekani. Kipindi hicho nchi ilikuwa ikipasuka vipande viwili, majimbo ya kaskazini yaliyopinga utumwa na yale ya kusini ambayo yalitaka kuendeleza utumwa. Lincoln alikataa kuruhusu nchi igawanyike, akiongoza vita vigumu vya wenyewe kwa wenyewe, yani civil war, vilivyodumu kwa miaka 4. Katikati ya vita mwaka 1863 alitoa tangazo la ukombozi ambalo liliwapa uhuru mamilioni ya watumwa na kubadili mwelekeo wa historia ya binadamu. Baada ya yote hayo, ukombozi ulipopatikana usiku wa Aprili 14 mwaka 1865, siku ya 5 tu baada ya vita kumalizika na majimbo ya kusini kukubali kushindwa, Lincoln alikwenda kupumzika katika ukumbi wa michezo wa Ford Theater mjini Washington DC, akiwa ameketi kwenye sehemu maalum, yani private box, akitazama mchezo wa kuigiza ambao ulikuwa una jina la Our American Cousin. Mwigizaji mmoja aliyekuwa muungaji mkono wa upande wa kusini ambaye alijulikana kama John Wilkes Booth aliingia kwa siri. Majira ya saa 4 dakika 15 usiku, Booth alifyatua risasi moja nyuma ya kichwa cha Lincoln. Baada ya shambulio hilo, aliruka kutoka kwenye boksi hadi jukwani na kupiga kelele kwa Kilatini. Maneno aliyoongea yalimaanisha, hivi ndivyo inavyokuwa kwa madikteta. Lincoln alipelekwa kwenye nyumba ndogo iliyokuwa mkabala na ukumbi huo, yani Peterson House, na madaktari walijaribu kila wawezalo, lakini risasi ilikuwa imeingia ndani sana ya ubongo, hivyo wakashindwa kuutetea uhai wake. Alfajiri ya Aprili 15 mwaka 1865, saa 1 dakika 22 asubuhi, taarifa zinasema Rais Abraham Lincoln alikata pumzi. Katibu wa vita wa Marekani wakati huo, Edwin Stanton, alisema maneno maarufu, sasa ni mali ya vizazi na vizazi. Now he belongs to the ages. Abraham Lincoln, rais wa 16 wa Marekani, anakumbukwa kwa mengi. Mojawapo ilikuwa ni kunusuru umoja wa taifa la Marekani, lakini pia alimaliza mfumo wa utumwa kisheria na alionyesha kuwa kiongozi anaweza kutoka kwenye umaskini uliokithiri hadi kufikia kilele cha madaraka kwa bidii na uaminifu.